wasia wa waliokuwa na waliokuja baadaye, wasia wa mwanzo, wasia wa mwisho. Mwenyezi Mungu aliwahusia wa mwanzo katika viumbe vyake na wasia huu, na anawahusia wa mwisho katika waja wake na wasia huu. walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Aya hii Mwenyezi Mungu anawahusia, anasema hakika tumewahusia tuliowapa kitabu kabla yenu, yani Mayahudi na Manasara, wa iyyakum, na huo wasia tunakuhusieni nyinyi ambao ni sisi ummati Muhammad, anittaqullah, kwamba muogopeni, mcheni Mwenyezi Mungu. Nini maana ya kumcha Mwenyezi Mungu na kumuogopa? Mmoja katika ulama anatafuta tafsiri muwafaka. Kwa ufupi, ukiambiwa mche Mwenyezi Mungu maana yake nini? Anasema khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara la tahqiranna min adh-dhunubi saghiraha inna al-jibala min al-hasa. Anasema maana ya kumcha Allah, acha madhambi makubwa, acha madhambi madogo. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha, kuacha madhambi makubwa na madogo. Dhaka tuqa, huko ndo kumwogopa Mwenyezi Mungu. Wasna kamashin fawqa ardi shaw, fanya kama vile mtu anatembea katika ardhi yenye miba. Mwenye kutembea katika ardhi yenye miba, matembezi yake huwa vipi? Anasema yahdharu ma yara, huwa anachagua pahala pa kuweka mguu wake. Na kama unataka kujua maana ya ucha Mungu katika hii dunia, chagua pahala pa kuweka mguu wako. Angalia unalotaka kulifanya, ayurdhi rabbaka wala la, linamridhisha Mola wako, linamkasirisha. Unachagua la kufanya, unachagua la kutenda, unachagua la kutumia, unachagua la kusema, unachagua la kutizama, unachagua la kuweka moyoni na kutoa, unachagua maisha ambayo Mwenyezi Mungu anayaridhia. Dhaka tuqa, anasema la tahqiranna min adh-dhunubi saghiraha, usiyadharau yale madhambi madogo madogo, ukasema hili dogo tu, mimi nimeacha makubwa makubwa. Ulevi nimeacha, zina nimeacha, riba nimeacha, mimi si mchawi, lakini hii kidogo nimeona hichi nichukue, hichi ni kidhambi kidogo. Anasema usidharau katika madhambi madogo, lianna aljibala min alhasa, kwa sababu hata yale majabali vilianza vijidogo vidogo. Mwenyezi Mungu atujalie katika wacha Mungu wa kweli. Mtume wetu Muhammad aliwahi kuulizwa swali, ya Rasulullah, ma aktharu shay'in yudkhilu an-nas aljanna, ewe mtume wa Allah, ni jambo gani ambalo ukilitenda au ni vitu gani ambavyo vitawapeleka watu katika pepo ya Mwenyezi Mungu kwa wingi? Watu watakwenda peponi kwa mambo hayo, tupe ni mambo gani hayo ya Rasulullah? Mtume akasema aktharu ma yudkhilu an-nas aljanna taqwallahi wa husnul khuluq, jambo litakalo wapeleka watu peponi kwa wingi ni kumcha Mwenyezi Mungu, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu na kuwa na tabia njema, kuwa na tabia nzuri, kuwa na tabia nzuri na kuwa mcha Mungu, ndivyo vitu vitakavyowajaza watu peponi. Wasuil, akaulizwa tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama aktharu shay'in yudkhilu an-nas an-nar, na ni kipi kitawapeleka watu motoni kwa wingi? Faajaba sallallahu alayhi wasallam, Mtume akajibu akasema aktharu ma yudkhilu an-nas an-nara, kitu kitakachowapeleka watu motoni kwa wingi, al-lisanu wal-farju, ni ulimi na utupu. Ulimi wa mtu na utupu wake, vile viwili vitatupeleka peponi kwa wingi, takwa na tabia njema. Na takwa ndiyo hiyo. Sayyiduna Ali alizungumza kwa kinywa kipana akasema, taqwa alkhawfu min aljalil, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, wal amalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'an, waridha bilqalil, na kutosheka na ulichopata hata kama ni kidogo.
walistidadu liyaumi rahil, na kufanya maandalizi kwa ajili ya safari. Sio safari ya kwenda Tanzania au kwenda Europe, safari ya kwenda akhira, ambako huko real life ya mwanadamu inaanzia huko. The real life starts after death. Wanasema alhayatu alhaqiqiyatu tabda'u ba'da almaut, maisha ya ukweli hasa ambayo sio ya kudanganya yanaanza baada ya kifo. Hiyo ukifanyia maandalizi, wewe ni mcha Mungu. Ndugu zangu, leo ni siku ya Ijumaa, bali ni Ijumaa ya karibu na mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumebakisha pengine Ijumaa moja tu ambayo ndio itakuwa mwisho hasa katika kuimaliza na kufunga mgeni wetu huyu kumuaga. Ijumaa ni siku tukufu sana, lakini pia imesadifu kwamba Ijumaa hii tunaanza kuweka miguu yetu katika atabata babi ushri al-akhir au ashri al-akhir min Ramadhan. Tumeweka mguu wetu katika kuingia katika 10 la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo zimekutana kheri kwamba siku ya Ijumaa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozungumza kuhusu fadhila na ubora wa siku hii, alisema maneno, natarajia tufungue masikio tulisikie neno hili ili tujue umuhimu wake. Anasema inna min afdali ayyamikum yaumul jumaa, hakika katika siku zenu bora, siku tukufu ni siku ya Ijumaa. Hii siku ambayo leo tupo kwa Waislamu ni Eidul Muslimin. Ulama walipoitafsiri hadithi hii waliongeza mambo na kuzungumza ubora wake kwa ahadithi zilizopokewa kutoka kwa Mtume. Fihi khuliqa Adam, kwanza siku hii ndiyo siku ambayo baba yetu Adam aliumbwa, hii siku ya Ijumaa. Wafihi, na katika siku hii ya Ijumaa, udkhila aljanna, aliingizwa katika ile pepo alipoambiwa ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Wafihi ukhrija minha, na katika siku hiyo ya Ijumaa ndiyo siku ambayo alitolewa kule peponi. Wafihi qubid, na katika hiyo siku ya Ijumaa ndiyo siku ambayo baba yetu Adam roho yake ilichukuliwa akafishwa. Wafihi taqumu saa, na siku hii ya Ijumaa ndiyo siku ambayo kiyama kitasimama, dunia itamalizika. Hii siku ni kubwa, lakini ukubwa wake uko wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna fiha sa'atan, hakika katika hii Ijumaa kuna saa, ma min abdin muslimin yuwafiquha wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala fiha shay'an illa atahu iyyahu. Anasema hii siku ya Ijumaa kuna saa moja tu. Hiyo saa inaitwa saatul ijaba, saa ya kupokelewa maombi bila ya kupingwa. Ukibahatika wewe Muislamu kukutana na saa hiyo, unamuomba, unasali Mwenyezi Mungu, unamuomba katika saa hiyo, anasema Mungu atakupa unachokitaka. Allahu akbar. Angalia, hii ni ofa maalum katika siku ya Ijumaa. Lakini hiyo siku, hiyo saa ipo katika kiasi gani cha saa 12 za mchana wa Ijumaa au masaa 24 katika siku ya Ijumaa, ambayo inaanza magharibi ya siku ya Alhamis, ambayo sisi tunaita siku ya Alhamis. Kisha jua likishazama, Ijumaa pale inaingia. Mpaka sasa hivi kumesha kucha, Ijumaa bado, mpaka kuzama tena kwa jua, Ijumaa imekwisha. Sasa tunaingia katika siku ya Jumamosi, ule usiku ambayo ni siku ya Ijumaa tunauita Lailatus Sabt. Iko wapi saa hiyo ambayo Mtume anasema la yuwafiquha al-abdu yusalli qa'iman yusalli yas'alu Allah illa atahu iyya a'tahu ma yurid
ukiafikiwa unasali katika saa hiyo, unamwomba Allah, Allah atakupa. Ulama wetu wamekhtalifiana sana juu ya saa hii ni saa gani, iko wapi. Wapo waliosema kisha kuwa asubuhi tujua limeanza kuchomoza siku ile ya Ijumaa, ndio saa yenyewe iko pale. Wengine wakasema ni baina tulu'i al-fajr ila an tartafi'a ash-shamsu qadra rumhin, ni pale kisha kuwa jua limechomoza lakini limenyanyuka kidogo. Wengine wakasema ni wakati adhana ya mwanzo itakapotolewa. Wengine wakasema ni adhana ya pili itakapotolewa. Wengine wakasema ni pale imamu anapopanda kwenye mimbar. Wengine wakasema ni baada ya jua kuzama katika siku ile ya Ijumaa. Wengine wakasema ni pale kipindi cha sala ya alasiri, saa ya mwisho baada ya sala ya alasiri. Alhasili, ikhtilafu ni kubwa, lakini ziko kauli 11 ambazo hizi ndio mu'tamad wapi saa ya ijaba ipo. Lakini katika hizi kauli 11 zipo kauli 2 ambazo ndio zenye nguvu sana kuliko zote, kwamba saa ya ijaba iko pahala gani, na imesimuliwa katika hadith sahih. Kauli 2 hizi, moja katika hizo ndio sahihi zaidi kuliko nyingine, yani imeishinda nguvu nyingineyo. Ni nyakati gani hizo za sala za wakati wa ijaba? Anasema ni ule wakati ambao imamu amepanda kwenye mimbar mpaka kumalizika kwa sala ya Ijumaa. Hiyo ndo saatul ijaba. Sasa Mtume kasema la yuwafiquha al-abdu, akiafikiana nayo mja qaimun yusalli, amesimama. Kusimama kusali haina maana kwamba lazima uwe katika sala. Mtume alituambia ukitoka nyumbani kwako, ukitawadha, una nia ya kwenda msikitini kuswali, wewe uko katika sala. Kwa hiyo ukidondoka kule kwa bahati mbaya ukaanguka, wewe umekufa katika sala, kwa mujibu wa maneno ya Mtume kwamba maadamu umetawadha unaenda msikitini kuswali, wewe unahesabiwa uko katika sala mpaka umalize. Kwa hiyo hata ukiwa umekaa saa hiyo ikakuafikia ukawa unamuomba Mwenyezi Mungu, sio lazima uwe umesimama unasali, wewe uko katika sala, Mungu atakuitikia maombi yako. Huu ni wakati ambao imam khatibu anapanda kwenye mimbar mpaka sala kumalizika. Kauli ya pili ni baada ya sala ya alasiri mpaka jua kuzama, pale ndio kuna saatul ijaba. Ndio maana ukichunguza sana wazee wetu zamani walivyokuwa wacha Mungu, siku ya Ijumaa baada salati al-asri walikuwa wengi hawatoki msikitini mpaka magharibi jua linazama, kwa sababu wanajua hapa kuna saa ya kujibiwa maombi. Na kauli hii wanasema ulama unashurahu al-hadith ndio kauli ambayo vile vile ina nguvu sana. Hizi kauli 2 za mwisho nilizozitaja, kupanda khatib mimbar, ambao wengine wameikamata hii ndio sahihi, na baada salati al-asr. Alhasil, zote hizi zimewekwa katika tofauti ya mapokezi ili ujitahidi wewe uitafute saa ya kujibiwa maombi ili uitikiwe. Siku hii ya Ijumaa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza sana Waislamu tuiheshimu kwa kutuambia maneno hayo. Kisha yeye mwenyewe alikuwa akionekana anatoa baadhi ya mambo ya ziada kuwaambia Waislamu kwamba kukoga ghuslu ya jamaa, ghuslu ya Ijumaa katika siku hii ya leo ni wajib. Ghuslu aljumaati wajib ala kulli muhtalim, yani kila baligh akoge josho maalum katika sala ya Ijumaa kwa ajili ya kujisafisha. Ndio maana katika hadithi nyingine inasema man ightasala fi yawm aljumaati ghusla aljanaba, mwenye kukoga siku ya Ijumaa josho kama la janaba, kama vile mtu anajisafisha janaba, unakoga mwili mzima, unagusa maji, unatoa uchafu wote katika mwili wako. Anasema thumma raha fi saati alula fakaannama qaddama badana, kisha akaenda zake mapema msikitini saa za mwanzo, ni kama aliyempa Allah sadaka ya ngamia. Saa za mwanzo ni zipi? Ulama pia wamekhtalifiana sana. Alikuwa mradi wake saa za mwanzo saatul ula, je ni saa 1 asubuhi? Nani anaweza kuja msikitini siku ya Ijumaa saa 1 asubuhi?
hata mfunguaji wa msikiti hajafika. Saa 2, saa 3, saa 4, wanasema hizi ni saa zimo katika ule wakati wa Ijumaa ambao zinaanza katika nyakati zile zile za Ijumaa, yani wakati wa zawal. Wengi wao katika ulama wanasema zinapatikana pale. Ni saa, zinawezekana hizi saa zote 4 au 5 au 6 zilizotajwa zikawa zinapatikana ndani ya muda wa saa moja tu katika kipindi kile cha kuingia wakati wa Ijumaa, ambao Mtume anasema kuna wakati wewe ukifika katika sala ya Ijumaa unaingia msikitini, malaika hawapo tena, kwa sababu Mtume anasema hivi, tukiingia msikitini kuna malaika wanaandika majina ya wenye kuingia. Unapata ubora na fadhila ya kusajiliwa na malaika katika mabuku yao. Anasema fa idha kharaja al-imamu, anapotoka al-khatibu, kharaja al-khatibu, anapotoka yani anapoingia sasa kuingia katika mimbar, insarafu, na wao huondoka milangoni na kuacha kusajili, yastami'una dhikr, nao wanakwenda kusikiliza khutba. Ni wangapi katika sisi huwa hatuingii katika madaftari ya malaika katika siku za Ijumaa? Kwa sababu wengi wetu huwa tunasubiri, tunasikia dua hiyo alafu ndo tunaenda msikitini. Ile kupeleka badana, ngamia tunakosa, bakara saa ya 2, ng'ombe tunakosa, kabshan saa ya 3, hata mbuzi hata kondoo tunakosa, saa ya 4 hata kuku tunakosa, baidha basi angalau yai pia tunakosa. Tunakuja bado dakika 5 imamu kumaliza khutba, tunaona kwamba hakuna umuhimu wa hizi nyakati za kukaa mtu katika sala ya Ijumaa. Kuna umuhimu mkubwa hapa, kwa sababu unakosa vitu vingi sana. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuipa kipaumbele siku ya Ijumaa, kwa sababu ni idi yetu Waislamu. Lakini pia ndugu zangu, ikiwa kuna ubora katika siku ya Ijumaa kwa sababu ya saa ya kujibiwa maombi au mambo mengineyo yaliyotajwa na Bwana Mtume, lakini 10 hili la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan nalo lina ubora wake. Faqad ruwiya anin nabii, qad ruwiya, imepokewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idha dakhala al-ashr al-akhir min Ramadana, ilikuwa ikiingia 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhan, ahya laylahu, shadda mizarahu wa ayqa wa ahlahu. Mtume alikuwa akifanya mambo matatu kiingia 10 la mwisho, yani siku 10 za mwisho za Ramadhan. Kana yuqidhu ahlahu, anaamsha watu wa nyumbani kwake, wake zake, msilale, wakati ndio huu wa kujitupa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujipinda katika ibada, hakuna kulala 10 la mwisho. Kisha jambo la pili, anajifunga mkaja, shaddu mizar, kwamba anafunga nguo zake vizuri, kinayata anil jiddi wal ijtihad. Kana yajtahidu fi 10 al-akhir ma lam yajtahid fi ghayrihi fi Ramadan. Hadithi nyingine hiyo anasema Mtume alikuwa ana juhudi katika 10 la mwisho, juhudi ambazo hazikuonekana katika 10 la mwanzo na la pili. Juhudi yake ilikuwa maradufu Rasulullah katika 10 la mwisho. Kinyume na sisi, ukitaka kujua Ramadhani inaisha, angalia safu za wenye kusali misikitini na wenye kuingia msikitini, bali angalia idadi ya safu zilizokuwepo pale, utajua idadi ya safu za siku zilizobaki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani sisi kinyume na Mtume Ramadhani inaisha ndo bidii inapanda zaidi, sisi Ramadhani inaanza ndo bidii inapanda, lakini Ramadhani inaisha bidii inamalizika, inaondoka kabisa. Mtume SAW akifanya mambo matatu. Jambo la tatu, ahya lailahu, alikuwa anakesha kwa kufanya ibada. Siku zote zile 10 ambazo zimebaki, shughuli ya Mtume ni hiyo. Sisi shughuli yetu ni ipi? Tuone aibu juu ya nafsi zetu kwamba Mtume amepewa salamu maalum, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ewe Muhammad, Mwenyezi Mungu amekusamehe makosa yako yaliyopita na yatakayokuja. Sasa anatafuta nini katika 10 la mwisho kufanya juhudi ya kufanya ibada kama kasamehewa makosa yake? Alafu sisi tulio na makontena ya madhambi tunalala, tunakoroma, tunazembea, tunaacha siku hizi zinapita, wakati ndani yake kuna kitu muhimu Mtume alikuwa anakitafuta.
na anawaambia waislamu wakitafute kitu gani? Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Rabbi, tujalie miongoni mwa watakaoipata Lailatul Qadr. Anasema hakika hii Qur'ani tuliishusha katika usiku wa cheo. Utajuaje usiku wa cheo ni upi? Usiku wa cheo, usiku mtukufu, usiku wenye fadhila. Khairun, ubora wake, min alf shahr, ni kuliko miezi 1000, zaidi ya miaka 80. Usiku mmoja tu ukibarikiwa ukaafikiwa kufanya ibada ni kama mtu aliyefanya ibada miaka 83 na miezi kadhaa kwa usiku mmoja. Vipi ukiipata Lailatul Qadri katika Ramadhani 3? Vipi na wewe leo ni Ramadhani yako ya 40 kutokea ufunge, kama ulijaliwa kupata Lailatul Qadri katika Ramadhani zote? Vipi ikiwa una miaka 70 katika Lailatul Qadri umezipata? Hawa watu ummati Muhammad umri wao ni mdogo, kwa sababu zamani huko mmoja katika mitume waliopita alimpata mama analia sana kaburini. Akamuuliza, unalia nini mama? Akamwambia, mwanangu amekufa mdogo, maskini, ala haja enjoy life. Ana umri wa miaka mingapi? Mwanangu kafa na miaka 100, maskini hajaona dunia, kafa mapema. Anaambia, wewe unashangaa eti unamwomba Mungu na kumlilia kwa nini kafa mapema? Utakuja umma huko umri wao ataishi miaka 50 na 60. Huyu kaka miaka 100 unasema kafa mapema. Walikuwa muammarin. Ukisikia utasikia miaka 200, 300, 500. Nabii Nuh miaka 950. Lakini sisi tutakuja kuishi umri mdogo. Yule mama anaambiwa kuna watu wataishi miaka 50 na 60, na ndio mtume aliyosema a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umri wa umma wangu ni kati ya miaka 60 na 70. Wa qalilun man yajuzu dhalika, ni wachache watakaopenya zaidi ya 60 na 50 na 70, ni wachache. Ukiona umepenya ni katika hao wachache. Ukiona umefikisha 70, 80, 90 bado upo, ni katika hao wachache ambao wanakula bonus, ambao wamepitiliza. Mtume kafa na umri wa miaka 63, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr as-Siddiq pia kafa na umri wa miaka, na wengi ukihesabu katika masahaba wachache kama akina Anas ibn Malik, akina Abdullah ibn Umar walikuja baadaye wakavuka zaidi ya Anas ibn Malik kafa mwaka 93 Hijria. 93, karibu miaka 100. Alikuwa na umri mrefu sana, mpaka na ukiwa katika umri huo, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, umepondwa, macho hayaoni vizuri, nguvu hazipo tena, mpaka uwekwe juani upate jua kidogo uwe active, mambo mengi. Angalia sahaba huyu alivyokuwa mtu mzima, siku watu anakwenda kuangalia mwezi wa Ramadhani, na yeye alitokezea anakwenda zake kuangalia mwezi. Watu wametizama, vijana wametizama, hawakuona mwezi. Huyu mzee yeye kasema, ha huwa alhilal, mwezi huu alhamdulillah nimeuona. Watu wakashangaa, sisi wenye macho yetu hatujauona, huyu mzee wa Mungu kauonaje mwezi? Qadhi Iyas ambaye tulihadithia jana, kijana mwerevu sana, wakati ni mtoto yeye, kamuona huyu, alikuwa katika tabi'in, kamuona Anas anasema mwezi huo, akasema huyu mzee analo lake jambo. Akaenda karibu naye akamwambia, hebu babu nionyeshe mwezi uko wapi? Sasa huwa alhilal, huu hapa. Qadhi Iyas akaangalia vizuri, akaona ukope katika nywele za kope za Anas ibn Malik imepinda kidogo mbele ya jicho lake. Sasa anauona kama mwezi, kumbe ni nywele wa kope yake. Akamuondoa hivi, akamwambia, hebu sasa nionyeshe tena mwezi, unauona?
Kaambia kalla la ara, haupo siuoni tena. Kaambia basi si mwezi ule. Angalia utu uzima huo namna unavyompeleka. Mpaka unywele wake mtu anadhani ni mwezi. Na mimi na wewe tunafika katika daraja hizo, bado hatutaki kumsujudia Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Kila kitu sio kizuri. Basi ukipewa fadhila ya kuona Lailatul Qadr, ndio maana Mtume katika hadithi anasema man hurima khairaha faqad hurim, mwenye kunyimwa fadhila za Lailatul Qadri na Ramadhan, huyo amenyimwa. Hiyo Lailatul Qadri iko wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema iltamisuha fi ashri al-akhir min Ramadhan, itafuteni katika 10 la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambalo linaanza usiku wa leo 19 kuamkia 20. Anzeni kutafuta Lailatul Qadr. Bali katika hadithi nyingine kataja hasa Mtume siku, anasema fi at-tasi'ati was-sabi'ati wal-khamisa, 29, 25, 23, na katika riwaya nyingine katika autar zile namba pweke 21, 23, 25, 27, 29. Utafuteni usiku wa cheo. Ipo lahadhati Mtume SAW katika hadithi ya Imam Muslim anasema alitoka kwenda kuwapa habari watu walivyowaona wana hamasa, wanataka kujua Lailatul Qadri iko wapi. Akatoka kwenda kuwapa habari kwa sababu Allah amemuonyesha. Kufika njiani kuna watu wakawa wanazozana, wanagombana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kushughulikia lile akasahau, faunsia, akasahaulishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni siku gani ya Lailatul Qadri. Akawaona Waislamu akawaambia, wallahi nilikuwa njiani na kuja kukupeni habari usiku wa Lailatul Qadri uko wapi, siku gani, lakini nimekuta fulanun wa fulan wanagombana njiani, nikasahaulishwa. Lakini nyinyi utafuteni usiku huo katika 10 la mwisho, hususan katika siku pweke. Sisi tuna nafasi ya kupata Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu atujalie tuupate Lailatul Qadr. Amali yoyote bora ifanye usiku huo. Kuanzia leo anza kuwa na mikakati, na ndio maana Mtume akifanya i'tikafu msikitini, i'takafa hatta faraqa alhaya. Hadithi zinasema kakaa itikafu mpaka Mtume akafa. Wa ba'da an faraqa alhaya i'takafna zawjatuhu ba'da, wake zake nao wakakaa itikafu. Na itikafu maana yake ni kuingia msikitini kwa nia ya ibada, utoki humo isipokuwa kwa dharura. Unakaa, unasali, unasoma Qur'an, unafanya mema. Hiyo itikafu thawabu zake ni kubwa sana. Ndio maana Mtume hakuacha kufanya itikafu mpaka kumalizika kwa uhai wake. Mtume katika maisha yake alifunga Ramadhani 9. Ramadhani alizoziwahi bwana Mtume ni 9. Ukipiga hesabu katika historia, wakati ilivyofaradhishwa saumu ya Ramadhani mpaka kuondoka kwa Mtume katika mwaka wa 11 Hijria, utakuta Mtume kafunga Ramadhani 9 ambazo zote ametuonyesha hadi wa khairul hadi hadi wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa hadi ambazo ameziacha katika 10 hili, alikuwa hana maskhara Mtume na usiku wa cheo ana utafuta. Wa huwa alladhi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume mpaka anaulizwa na bibi Aisha, Mungu mbona amekusamehe makosa yako? Limadha taqumu hatta tatafattaru qadamak, mbona unanyanyuka unasali mpaka nyayo miguu inavimba? Kamwambia, ya Aisha, afala akuna abdan shakura. Hii inaonyesha shukrani zangu kwa Allah. Sisi ndio tuna haki ya kulia, kufanya ibada kwa wingi ili tusamehewe makosa yetu. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الأكرمين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ومعهم يا رب العالمين، ونحن معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة. يسر علينا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة، واقض جميع حاجاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن يهتدي. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.